Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaishutumu Uingereza kuwa ipo upande wa Hamas. Waziri Mkuu huyo wa nchini Israel Bwana Benjamin Netanyahu anasema kwamba Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer yupo katika upande wa kundi la Hamas ambalo limefanya uasi mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, na ni baada ya serikali ya Uingereza kuitaka Israel kuachana na mpango wake wa kupiga na kuua raia wasiokuwa na hatia, lakini pia kuruhusu chakula kuingia huko katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu huyu wa Israel amesema Sir Keir Starmer na viongozi wengine wamesema wanataka Hamas ibaki madarakani. Pia aliwashutumu viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Canada kwa kushirikiana na wauaji wengi, wabakaji, wauaji wa watoto na watekaji nyara, anasema Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Katika video iliyowekwa katika ukurasa wake wa X akizungumzia shambulio la Alhamisi dhidi ya wafanyakazi wa ubalozi wa Israel huko Washington DC, Netanyahu alisema Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron na Mark Carney walitaka Israel kukubali kwamba jeshi la Hamas la wauaji wa umati litanusurika. Downing Street imekataa kutoa maoni moja kwa moja juu ya matamshi ya Netanyahu, lakini ilionyesha chapisho la Sir Keir Starmer la kulaani shambulio la Washington kwenye mtandao wa X. Hata hivyo, miongoni mwa mambo ambayo viongozi wa Magharibi hasa Uingereza, Ufaransa na Canada wameitaka Israel kuachana na mpango wake huo wa kupiga raia wasiokuwa na hatia, lakini pia kuwafukuza wananchi wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza na kuwapeleka katika mataifa mengine, ambapo kutokana na hali hiyo Benjamin Netanyahu anaona ni kama vile viongozi hao ambao ni washirika wa Marekani pia wapo tofauti kabisa na serikali yake, ambapo yeye anahisi wameanza kumtenga, lakini pia wapo upande kwa wale anaowaita magaidi na wauaji kwa maana ya kundi la wapiganaji la Hamas. Benjamin Netanyahu ameanza kutumia majeshi yake na ametoa onyo la kutaka Wapalestina waliopo katika maeneo 14 ya kaskazini mwa Gaza waondoke, huku akiendelea na operesheni yake ya mashambulizi inayokosolewa na kulaaniwa kimataifa, yakiwa ni pamoja na mataifa hayo ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa na hata nchi ya Canada. Onyo ambalo imetolewa na jeshi la Israel limetolewa saa chache baada ya Umoja wa Mataifa kusema umekusanya na kuanza kusambaza misaada iliyoingizwa Gaza na malori 90. Msaada huo ni wa kwanza kuingia kwenye eneo hilo tangu Israel ilipoweka vizuizi kila mahali kwenye ukanda huo tarehe 2 mwezi Machi. Jens Laerke, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la msaada wa kiutu OCHA, amesema wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kusambaza msaada huo kutokana na ukosefu wa usalama, kitisho cha uporaji na kukosekana kwa ushirikiano na maafisa wa Israel. Jeshi la Israel limesema linaendesha operesheni kwenye maeneo 14 ya kaskazini mwa Gaza ambako limedai wanamgambo wa Hamas wanaendesha shughuli zao. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu akilaani mataifa ya Magharibi hasa nchi ya Ufaransa na Uingereza pamoja na Canada, huku akimshutumu Sir Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza, kwamba anashirikiana na kundi la Hamas kwa ajili ya kutaka kuleta athari kwa upande wa Israel, na anasema kwamba hatokubaliana na jambo hilo, huku akiendesha operesheni zake katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.